Mdoli mwenye balaa. Sehemu ya kwanza. Sasa mzigo unaingia lini? Bosi aliuliza. Yalikuwa maongezi kwa lugha ya Kiingereza kati ya bosi wangu na mhudumu wa kampuni moja kutoka China iliyojihusisha na utengenezaji wa midoli mbalimbali. Bosi alikuwa akiagiza mzigo wa midoli ambayo tulihitaji sana katika duka letu kubwa la nguo. Hivyo baada ya kuwasiliana na wale wa China waliokuwa nchini mwao, basi aliambiwa asubiri ndani ya mwezi mzigo wake utafika. Midoli tuliyohitaji sana pale dukani ilikuwa ya kiume, kwani tulibadilisha mfumo wa uuzaji wa bidhaa zetu. Mwanzoni tulikuwa tunauza nguo za kike pekee, na hivyo midoli tuliyokuwa nayo mingi ilikuwa ya kike, na hivyo baada ya uamuzi huo wa kuanza kuuza nguo za kiume, tuliamua kuagiza shehena kubwa ya midoli ya kiume kwa ajili ya kuonesha bidhaa zetu. Hatimaye mwezi ulifika. Baada ya simu kupigwa, ndipo bosi wangu alipokea simu kutoka bandarini iliyokuwa ikimjulisha kuwa mzigo wake umefika. Basi bosi alijiandaa, akawasha gari na kuelekea mpaka bandarini, akiniacha mimi na wafanyakazi wengine wawili wa kike tukiendelea na kazi ya mauzo. Jioni ya siku hiyo bosi alirudi na gari kubwa iliyopaki nje ya duka letu na kuanza kushusha ile midoli. Ilikuwa midoli mizuri na mikubwa ya kiume ambayo kwa kuiangalia nilijua ingefanya muonekano mzuri wa mavazi yetu pale nje na hata ndani ya duka. Baada ya midoli kutolewa yote, tuliipokea na kuanza kazi ya kuingiza ndani, na asubuhi ya shughuli ya kuipanga nje na ndani ya duka ile midoli ilianza. Jeni, wewe chukua kundi hili, nenda kaipange kule ndani, hii waachie Hanifa na Naomi, aliniambia bosi. Basi nikafuata kundi langu la midoli nikibeba mmoja mmoja na kuipeleka kule ndani ya duka. Nilibeba midoli kama 10 hivi na kuipanga vizuri, lakini mdoli wa 11 nilivyoubeba nilishangaa mdoli huo kuwa mzito sana, na hata kifungashio ulichokuwa umewekewa kilikuwa cha tofauti kabisa. Sikutaka kuongea kitu, nilikomaa mwenyewe hivyo hivyo mpaka nikauingiza ndani, ingawa nilichoka balaa na kulowa jasho mpaka bosi akaniuliza, vipi, mbona umelowa jasho, utazani ulikuwa unanyanyua vyuma? Basi mie nilicheka tu nikaingia zangu ndani. Baada ya kila mmoja kumaliza kuipanga midoli na bosi baada ya kukagua akajiridhisha, basi tulipewa nguo ambazo tulitakiwa kuivalisha ile midoli. Nilichukua boksi la nguo mbalimbali na kuanza kuivalisha ile midoli. Nilipoufikia ule mdoli mzito, baada ya kuutoa kwenye kifungashio chake, kwanza kabisa katika sehemu yake ya ubavuni niliona kukitoa mwanga fulani wa bluu. Nilistuka nikatoa mkono haraka, lakini ule mwanga uliendelea kutoka. Nikajikuta nimepeleka mkono na kugusa palena, ndipo nilishangaa ule mdoli ukifungua macho na kunigeukia huku ukitabasamu. Macho yake yalifanana kama ya binadamu. Habari miss, jina langu ni Matthew, ni mtaalamu wa kufanya mapenzi, nipo kwa ajili yako, aliongea kwa Kiingereza yule mdoli. Nilibaki na ushangaa ule mdoli, maana kiukweli niliona maajabu, sikuwahi kuona mdoli wa aina ile. Basi nilianza kuuvalisha shati haraka haraka, lakini nikashangaa unanizuia kwa kunishika mikono. Uliniambia ule mdoli huku ukitabasamu, ukiniomba radhi kwa kuwa sikuwa tayari kufanya mapenzi na kuniambia ni uzime. Na kweli nilivyotazama kifuani mwake niliona batani ya bluu ikiwakawaka, nikaizima. Baada ya kuuzima ulitulia kama mdoli na macho yake hayakucheza tena. Basi nikiwa nimejawa hofu kwa maajabu yale, nilianza kuuvalisha nguo ule mdoli haraka, lakini nilipoufikia maeneo ya kiunoni nilistuka baada ya kukuta kumevimba. Nilipogusa nilikutana na sehemu za kiume kama za binadamu. Ulaini na kila kitu kilifanania na za binadamu. Tofauti ni kuwa zile zilikuwa na ubaridi fulani hivi. Ni mwanzo tu wa simulizi hii. Usikose sehemu ya pili.